ueleze kwa faida ya msikilizaji upande wa nje, huntha ni nani? Okay, so asante sana kwa hilo swali, kwa sababu wengi wao huwa tuna changamoto ya kuja tukiongelelea kuhusu huntha. So huntha ni binadamu yoyote mwenye amezaliwa na pengine sehemu mbili za siri. Lakini hiyo ndio ile normalize yenye tunajua, kwa watu wamejua kwamba huntha ni mtu yoyote ambaye amezaliwa na sehemu mbili za siri. Ila huntha ni mtu ambaye ako katikati, sio ya mwanamke wala mwanamume. Kimaumbile. Kama vile kwa mfano mtoto sasa umemzaa hospitali. Kitu ya kwanza baba anaangalia sehemu za siri. Mtoto ni mke ama ni mwanamume. So utakuta most of the time intersex person atakuwa pengine na hizi sehemu mbili za siri. Saa zingine utakuta kwamba ziko internal na ziko external. Nikisema hivyo ina maana kwamba utakuta pengine mimi nimezaliwa ni mwanamke. Lakini ndani yangu badala ya kuwa na maumbile yote ya mwanamke ndani na kuwa na maumbile ya mwanamume ndani. Utakuta pia saa nyingine ni mwanamume amezaliwa, badala ya kuwa na maumbile ya kiume ndani anakuwa na ovaries, anakuwa na ile nyumba ya uzazi ya mwanamke. Saa nyingine ni kemikali. Utakuta mwanamume lazima kemikali zake zikuwe za mwanamume. Lakini utakuta kwa huntha ni kwamba nimezaliwa mwanamke lakini kemikali zangu ni za mwanamume, ama nimezaliwa mwanamume lakini kemikali zangu ni za mwanamke. So utakuta kwamba tuko na different type of intersex person ambao tuko type 47, kumaanisha tuko wengi. Sio sehemu mbili tu zile watu wanazoziona, bali ni maumbile ya ndani hadi ya nje. Asante sana.